Kipindi hewani ni Amka na Imba Nasi. Yes, na sasa nitakusogezea habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Hapo YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, uweze kusubscribe na kuturn on notification ili usipitwe na habari yoyote ambayo tunakuwekea hapa katika channel yetu. Na swali pale YouTube kwa Jumamosi ya leo linauliza, je, timu yako itashinda mechi ijayo? Itashinda hata kama msimu haujaanza? Unaamini katika ushindi? Tugeukie sasa katika habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Maumivu ya mgongo ambayo Wilson Saliba ameyapata katika fainali za kombe la dunia kwa mwaka 2026 yameilazimisha Arsenal kuingia sokoni kusaka beki wa kati, na inamuona Ezri Konsa wa Aston Villa kama mbadala sahihi. Saliba alipata maumivu hayo yaliyomlazimu afanyiwe mabadiliko katika dakika ya 30 ya mchezo kwa kuingia Marcens Lacroix katika timu yake ya Ufaransa ikimaliza kufungwa mabao 2-0. Saliba alipata maumivu hayo. Inaripotiwa kwamba Saliba anaweza kuwa nje ya uwanja kwa muda wa miezi 4 hadi 5, jambo ambalo limeifanya Arsenal isake beki mpya. Wakati michuano ya dunia ikiendelea kwenye fainali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 kati ya Argentina na Hispania, nahodha wa England Harry Kane amevunja ukimya kufuatia kuondolewa kwa timu yake katika hatua ya nusu fainali. Kane amefunguka hayo akieleza maumivu makubwa ya kushindwa kufikia ndoto ya kuiongoza England kucheza fainali ya kwanza ya kombe la dunia tangu mwaka 1966. Mshambuliaji huyo amesema timu yake ilipambana kwa nguvu zote, lakini ilishindwa kufikia lengo baada ya kupoteza mchezo wa kufunga mabao 2-1 Argentina. Asante sana DC kijana. Na kila kombe la dunia huacha alama katika vikosi vya ligi kuu, lakini hii inaonekana kuwa na athari zaidi. Mashindano haya yaliyofanywa nchini Marekani, Canada na Mexico yanaisha Jumapili zikiwa zimesalia siku 33 tu kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu. Ingawa vilabu vilivyo katika ligi kuu ya Uingereza vimeanza maandalizi ya msimu, vingi havina wachezaji muhimu ambao muda wao unaendelea kuongezeka nchini Marekani. Data ya Opta inaonyesha baadhi ya timu za ligi kuu zimebeba mzigo mzito zaidi ya kombe la dunia kuliko nyingine, huku timu mbili bora mwaka jana, Arsenal na Manchester City, zikiongoza. Manchester City wanaongoza orodha ya kiasi cha muda uliotumika kwa wachezaji wao katika michuano ya kombe la dunia wakiwa na jumla ya dakika 5,027. Rodri pekee amecheza dakika 537 akiwa na timu ya taifa ya Uhispania, huku beki wa kati Marc Guehi akicheza dakika 483 na beki Nico O'Reilly dakika 454. Kwa upande wa Uingereza, Elliot Anderson ambaye anahamia Etihad akitokea Nottingham Forest ameongeza dakika nyingine 533 akichezea timu ya taifa ya Uingereza. Wanaofuata kwa karibu ni Arsenal ambao wachezaji wao wametumia jumla ya dakika 4285, idadi ya pili kwa ukubwa kati ya ligi hiyo. William Saliba amecheza dakika 450 akiwa na Ufaransa, huku wachezaji watatu wa Uingereza, Declan Rice dakika 386, Noni Madueke dakika 288 na Bukayo Saka dakika 267, wote wakicheza zaidi ya dakika 250. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Haya, nipite na ujumbe wake. Nani huyu? Kibaba Minya anasema, dada Salome, kwani Yanga wamesajili wangapi? Kaweka na masikitiko jamani.
Anasema Salome, kombe la dunia mechi kati ya France na England ilichezwa lini? Nishasahau jamani. Mjibuni basi. Anauliza Yanga wamesajili wangapi, na vile vile anauliza mechi ya Ufaransa na England itachezwa lini? Kumbe ni itachezwa lini. Peter anasema madam uko wapi? Tunapatikana Dodoma, Tanzania. Okay, nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Shukrani za dhati zikufikia wewe ambaye tumekuwa pamoja. Maleji Zakayo anasema vipi Simba? Fuatilieni kipindi cha michezo saa 3. Saa 3 kamili Tadea atakuwepo hapa. Hayo maswali ambayo sijayajibu mtauliza hapa. Muda wangu umenitupa mkono. Muda wangu umeisha. Sitaweza kuendelea tena. Shukrani za dhati zikufikie kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya leo. Na hapa nimetoka kukusogezea habari za michezo. Swali la leo pale YouTube limeuliza, je, timu yako itashinda mechi ijayo? Waliosema ndio ni 87%, waliosema hapana ni 7%, na waliosema sijui ni 7%. Kura zilizopigwa ni 15%. Kwa hiyo wengi wanaamini kwamba timu yao itashinda. Nukuu ninayo kuacha kwa siku ya leo inasema, ndoto hubaki ndoto mpaka uchukue hatua. Nikusihi tu endelea kufuatilia Imba Nasi Radio 3 kamili. Tadei Cosmas atakuwepo hapa kwa ajili ya kukusogezea habari za michezo na burudani. Nakupenda sana. Nikutakia uwe na asubuhi njema, weekend njema yenye baraka na fanaka tele. Kwaheri kwa sasa. Ukiniita Salome Mlai daima nitaitika. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.